Je, umeshawahi kusafiri na maiti? Sizungumzii maiti iliyohifadhiwa kwenye jeneza zuri na kuwekwa kwenye gari maalum la wagonjwa. Nazungumzia maiti iliyovishwa nguo nzuri, ikapuliziwa pafyumu za bei mbaya, ikawekwa miwani ya jua, kisha ikafundishwa kutembea kichawi na kupandishwa kwenye basi la abiria, ikakaa kiti kimoja na wewe kwa zaidi ya masaa 8 huko ukiamini ni binadamu anayepumua. Je, umeshawahi kusafiri na maiti? Hiki ndicho kilichompata Nova, kijana mtanashati aliyekuwa akisafiri usiku wa manane. Kisa chake ni cha ukumbusho wa kutisha kwamba ulimwengu wa giza una mambo ambayo akili ya kibinadamu ya kawaida haiwezi kuyabeba. Ilikuwa ni majira ya saa 12 jioni kwenye stendi kuu ya mabasi ya mikoa. Jua lilikuwa likizama, giza likianza kumeza pilikapilika za wasafiri. Nova akiwa amevalia koti lake zito la ngozi, alipanda basi kubwa la kifahari lililokuwa likielekea kanda ya Ziwa, safari ambayo ingechukua usiku kucha. Alikagua tiketi yake, ikasoma kiti namba 14. Alipofika kwenye kiti chake, alikuta kiti cha jirani yake namba 13 kimeshakaliwa. Aliyekaa hapo alikuwa ni mwanamke aliyevaa sweta kubwa jekundu lenye shingo ya joo iliyofunika mpaka kidefuni, kofia pana ya pamba iliyoshushwa mpaka usoni na miwani mikubwa myeusi ya jua, licha ya kwamba kulikuwa kunakaribia kuwa giza. Mwanamke huyo alikuwa ametulia tuli, mikono yake ikiwa imewekwa juu ya mkoba mweusi uliokuwa mapajani mwake. Wakati Nova anaweka begi lake kwenye kabati la juu, alisikia sauti ya kikohozi kikuu nyuma yake. Alipogeuka, aliwaona wazee wawili, mwanaume na mwanamke, wakiwa wamesimama dirishani kwa nje, wakimtazama yule dada kwa umakini mkubwa sana. Yule mzee mwanaume aligonga kioo. Nova alifungua kidogo. Mzee alianza kuongea kwa sauti ya upole iliyojaa maombolezo yaliyofichwa. Akamwambia, samahani sana kijana, huyo dada yako amekaa hapa pembeni yako, anaumwa sana. Tumemtuliza kidogo na tumempa dawa chache ambazo atakuwa anameza na kutulia. Dawa hizo zitamfanya awe anasinzia mpaka atakapofika. Hatoweza kuongea wala kusumbua njia nzima. Naomba umwangalie kwa jicho la huruma, usimsumbue wala asisumbuliwe mpaka tutakapofika. Namaanisha mpaka atakapofika. Basi Nova, akiwa kijana mwenye malezi mema na roho ya utu, alitabasamu na kujibu akawaambia, msiwe na wasiwasi wazee wangu, yuko mikono salama, nitamwangalia. Wale wazee walitikisa vichwa vyao kisha wakaridhika, lakini jicho la Nova liliwahi kunasa tabasamu la ajabu na la kutisha kutoka kwenye uso wa yule ajuza bibi kabla hajageuka na kutokomea katika umati wa watu. Basi liliunguruma na kuanza safari. Taa za ndani zilizimwa, zikabaki taa ndogo za bluu zilizoleta mwanga hafifu sana ndani ya gari. Baada ya masaa 3 ya safari, Nova alihisi kitu kisicho cha kawaida. Licha ya kwamba kiyoyozi cha basi kilikuwa kikifanya kazi vizuri, kulikuwa na baridi kali ya ajabu iliyokuwa ikitoka upande wa yule dada. Haikuwa baridi ya upepo wa AC, ilikuwa ni baridi inayopenya kwenye mifupa, baridi inayoleta hisia za upweke na kifo. Zaidi ya hayo, Nova alianza kuhisi harufu kali sana iliyokuwa ni harufu ya marashi mazito sana ya asili, mchanganyiko wa udi na miski iliyozidi kiasi. Lakini jinsi masaa yalivyoendelea kusonga na ile perfume kuanza kupungua makali yake, harufu nyingine ilianza kupenya kutokea chini. Ilikuwa ni harufu nyepesi ya kitu kinachooza,
harufu inayofanana na nyama iliyosahaulika kwenye friji, nyama iliyoharibika. Nova alijaribu kumpigisha stori mara kadhaa. Dada, unajisikiaje sasa? Nikununulie maji? Hakukuwa na jibu. Yule mwanamke hata hakutikisa kichwa, wala kifua chake hakikuonekana kupanda na kushuka kama mtu anayepumua usingizini. Basi ilikuwa ni majira ya saa 8 usiku. Basi lilikuwa likipita kwenye barabara mbaya yenye mashimo. Basi lilipogonga shimo kubwa, abiria wote waliyumba na kurudi kwenye nafasi zao, lakini kwa dada yule, mwili wake ulikuwa ukiyumba kama gogo. Mwili haukukunjika kiuno, shingo wala kokote. Ulienda mbele kwa pamoja na kurudi kwa pamoja, kisha kichwa chake kikateleza na kudondokea bega la Nova. Nova alishtuka kwa nia njema na kumsaidia mgonjwa. Nova alinyoosha mkono na kumshika kwenye shavu ili amrudishe vizuri kwenye kiti chake. Sekunde ambayo Nova alimgusa yule dada katika ngozi yake, moyo wa Nova ulikosa mapigo kwa sekunde 3. Ngozi ile haikuwa na joto la kibinadamu. Ilikuwa na baridi kama barafu na ngumu kama mbao. Haikuwa inabonyea. Nova alihisi msisimko wa uoga ukipanda kutoka kwenye vidole vyake vya mikono mpaka miguuni, lakini akili yake ilikataa kukubali ukweli. Alijipa moyo, akasema, mgonjwa sana huyo, anapungukiwa damu inawezekana, maana ana baridi kali sana. Alimrudisha kwenye kiti chake huku akijifuta mkono kwenye suruali yake, akihisi kinyaa asichokielewa. Dakika 10 baadaye, nzi mkubwa wa kijani alitokea chooni. Hapana, haijulikani alitokea wapi. Akatua moja kwa moja kwenye mdomo ya yule dada uliokuwa wazi kidogo. Yule dada hakujitibua, hakumfukuza wala hakufumba mdomo. Nzi yule aliingia ndani ya kinywa chake. Nova alifunga macho kwa nguvu, akijilazimisha kusinzia ili apuuze hofu iliyokuwa ikimtafuna, maana hakuelewa kabisa. Ilipofika saa 9:30 usiku, basi lilifika kwenye msitu mnene. Ghafla taa nyekundu na za bluu ziliangaza giza la nje. Hapo kulikuwa na kizuizi kikali cha polisi kilichowekwa kufuatia taarifa za kiusalama za usiku huo. Askari 4 wenye silaha waliingia ndani ya basi wakiwa na tochi kubwa na zenye mwanga mkali sana. Kila mtu aamke, washa taa za basi, askari mmoja alipiga kelele kwa sauti za mamlaka. Toeni vitambulisho vyenu vya taifa na mviweke mikononi. Yeyote atakayelala aamshwe sasa hivi. Taa za basi zikawashwa. Mwanga ulipasua giza la ndani. Askari walianza kukagua mstari kwa mstari mpaka wakafika kiti namba 13 na 14. Nova aliinuka kidogo na kumpa askari kitambulisho chake. Askari akakikagua na kumrudishia, kisha akamulika tochi yake kali moja kwa moja kwenye uso wa yule mwanamke. We dada, amka, vua hiyo kofia na miwani usiku, unajificha nini? Askari alifoka. Yule mwanamke hakujitikisa. Nova akijaribu kumsaidia kwa kuwa alikuwa amepewa jukumu na wale wazee, alimsogeza mkono na kumshika bega. Dada amka, askari anakuita dada. Nova alitikisa kwa nguvu kutokana na ukakamavu wa mwili ulioganda. Mtikisiko ule ulifanya mwili wote kuinamia mbele. Kofia kubwa aliyovaa ilivutika kwa nyuma na kudondoka, na zile miwani mikubwa ya jua zikateleza na kuanguka sakafuni. Mwanga mkali wa tochi ya askari ulimulika moja kwa moja kwenye sura iliyokuwa imefichwa. Kilichotokea baada ya hapo
kilikuwa kinasumbua akili ya Nova kwa maisha yake yote yaliyobaki. Haikuwa sura ya mtu aliye hai. Macho ya yule mwanamke yalikuwa yameganda, yakiwa yametumbuka kwa nje na yamefunikwa kwa utando mweupe kama maziwa. Maziwa yaliyoganda, macho ya mtu anayekata roho siku kadhaa zilizopita. Midomo yake ilikuwa imesinyaa na kuvutika kwa nyuma, ikionyesha fizi nyeusi na meno yaliyokazana kwa uchungu wa kifo. Kwenye tundu za pua la kulia, mdudu mweupe funza alikuwa akijaribu kujitokeza nje kutafuta hewa. Ule ukakamavu aliokuwa nao haukuwa ugonjwa wa kupooza, bali ilikuwa ni ukakamavu wa maiti iliyokuwa imekaa zaidi ya saa 72. Nova alitoa nduru ya kinyama, sauti iliyotoboa mapafu yake kutokana na hofu. Aliruka kutoka kwenye kiti chake kwa nguvu kiasi cha kumpita askari aliyesimama mbele yake. Akaangukia kwenye korido la basi, akitambaa kwa mikono na miguu, akikimbia kila kiti. Maiti! Maiti! Amekufa! Ni maiti! Nova alipiga kelele huku akilia, mwili wake ukitetemeka kama anapigwa shoti ya umeme. Askari alishtuka na kurudi nyuma, akidondosha tochi yake. Basi zima lililipuka kwa taharuki. Wanawake walipiga mayowe ya kutisha, wanaume waliruka viti vyao kukimbia mlango wa mbele na wa nyuma. Watu walikuwa wakikanyagana kutokana na ile hali ya kutisha. Kila mtu alifikiri kuna mauaji yamefanyika ndani ya gari. Kondakta wa basi alikuja akikimbia huku akitetemeka, akiwa ameambatana na askari mwingine mwenye bunduki. Walisimama kwa mbali kuiangalia ile maiti iliyokuwa imeegemea dirishani. Ghafla ile harufu nzuri ya udi na marashi ilitoweka kwa sekunde moja tu. Badala yake, wimbi zito lenye kichefuchefu na lenye nguvu ya uvundo wa maiti iliyooza liliibuka na kusambaa kwenye basi zima. Harufu ilikuwa mbaya kiasi kwamba baadhi ya abiria walianza kutapika hapo hapo. Kwa kutumia mipira ya mikononi, askari mmoja alifungua ule mkoba mweusi uliokuwa kwenye mapaja ya maiti hiyo. Ndani yake kulikuwa na rundo la pamba zilizotumika monchwari, chupa ya dawa ya kuhifadhia maiti na bahasha kubwa ya kaki. Alipoifungua ile bahasha, alikuta cheti cha kifo, jina likisoma Neema Jonas, tarehe ya kifo siku 3 zilizopita. Wakati askari anasoma kile cheti kwa sauti inayotetemeka, sehemu ya mkononi iliyokuwa ndani ya ule mkoba ilianza kuita. Sikiliza hichi kisa vizuri, sikiliza kwa umakini sana. Askari aliitoa. Jina lililoandikwa kwenye kioo lilikuwa ni mume wangu. Askari alipokea simu na kuiweka kwenye loudspeaker ili kila mtu asikie. Kutoka kwenye simu, sauti ya mwanaume aliyelia kwa uchungu wa hasira kali ilisikika. Nyinyi wachawi, nyinyi mashetani, mmeupeleka wapi mwili wa mke wangu? Sauti ile iliunguruma kupitia simu. Aliendelea kusema akisema, mmeiba maiti ya mke wangu monchwari usiku wa leo. Mmekataa isizikwe kwangu kwa sababu mnataka mkaizike kwenu. Mmemfanyia nini mke wangu? Mnampeleka wapi? Hiyo ni sauti ya namba iliyoandikwa mume wangu, kumaanisha mtu aliyepiga simu ni mume wa huyo msichana. Ukimya wa kufa mtu ulitawala ndani ya basi, ukikatishwa na sauti ya kwikwi za abiria waliokuwa wakilia kwa uoga nje ya basi. Hapo ndipo ukweli wa kutisha ulipodhihirika. Ni hivi, wale wazee waliomleta Neema stendi hawakuwa wasamaria wema wenye mgonjwa. Walikuwa ni wazazi na ndugu halali kabisa
wa kichawi ambao kutokana na ugomvi wa kifamilia na mume wa marehemu waliamua kutumia nguvu za giza kuiba ile maiti mochwari na wakaizike wao. Na ili kukwepa gharama za kukodi gari la maiti ambalo lingefuatiliwa kwa urahisi, walitumia elimu ya giza kuipa maiti ile uhai wa muda, uhai wa kuweza kusimama, kutupa miguu na kupanda ngazi za basi ili aonekane kama mgonjwa anayetembea, kisha kumlaza kwenye kiti na kumsafirisha kama abiria wa kawaida. Kwa maana hiyo, binti yule alisafirishwa katika basi huku abiria na kondakta akijua yule ni mtu ambaye yuko hai kabisa, yaani alipewa uhai wa kichawi. Akaweza kukata tiketi bila kujulikana, akaweza kupanda basi na kukaa katika siti mpaka bibi na babu yule waliokuwa nje ya basi kumuaga. Halafu baada ya hapo akawa maiti tena. Sasa sijui wakati wa kushuka huko walitaka wambadilishe tena na awe binadamu kisha wabebe maiti yao na kuizika. Na kwa nini sasa wafanye hivi? Basi askari waliuondoa ule mwili kwenye basi usiku huo na kuupeleka kituo cha polisi cha karibu. Basi lilibaki likiwa tupu, likinuka uvundo wa kifo ambao hakuna kiyoyozi kingeweza kuuondoa. Abiria wengi walikataa kurudi ndani ya basi hilo. Walipendelea kusimama nje kwenye baridi la msitu mpaka asubuhi ilipofika na kusubiri mabasi mengine. Nova alikuwa amesimama mbali kando ya barabara, amejikumbatia kwa mikono yake. Alikuwa akitazama lile koti lake la ngozi alilovua na kulitupa chini, koti ambalo kichwa cha maiti kilikuwa kimeegemea kwa saa 8. Akili yake ilikuwa inalirudia tukio lile la safari. Alikumbuka jinsi alivyomnunulia maji, jinsi alivyomshika ngozi yake ngumu, na jinsi wale wazee walivyotabasamu walipomwacha naye. Simulizi hii alinisimulia Nova mwenyewe, ambaye alikumbana na tukio hilo katika safari yake iliyopita. Je, kwa mfano tukio hili lingekutokea wewe, ungejisikiaje? Niambie katika comment hapo chini. Ni kisa kifupi ambacho kinaogopesha sana. Kwa mfano, wewe ndo ingekukuta, wewe ndo ungekuwa Nova, binti amekuangukia, ukampetipeti ukadhani yu hai, lakini kumbe ni maiti iliyokufa siku 3 nyuma. Inashangaza eh? Okay, mimi naitwa Dingo OG, ndio msimulizi wako wa leo, na tukutane katika simulizi ijayo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni Story Times. Tukutane wakati mwingine. Bye.